Naitwa Sarafina Sabasi. Nilizaa na mtoto ana changamoto, alizaliwa na utumbo upo nje. Walienda hospitali ya Lungu hapo, waliingiza utumbo ndani. Walipoingiza utumbo upo ndani, ilishindikana hapa Lungu. Madaktari wamejaribu kupambana, wamepambana mpaka mtoto wamempambania mpaka saa hizi. Mpaka sasa wanampambania. Tumekaa miezi miwili Lungu. Baada ya miezi miwili hiyo, wamekaa wamemtibu mtoto wangu. Walivyomtibu mtoto wangu, ilifikia stage wakaniruhusu wakaenda nyumbani. Walivyoniruhusu, nimekuja huku nyumbani. Kila siku nilikuwa nampeleka mtoto hospitalini pale Rungwa. Nilipokuwa nampeleka nakawa namcheki. Haya, baada ya siku mtoto akaanza kubadilika. Alipoanza kubadilika, wakampeleka, walienda kumpima vipimo vikubwa wakamuingiza kwa vimashine. Walivyomuingiza waliniambia hivi, nitakiwa mtoto kufanyiwa operation mara ya pili. Mara ya kwanza walinifanyia operation na mara ya pili nitakiwa kufanyiwa operation. Kwa hapa Lungu walisema mpaka afikishe mwaka mmoja ndio afanyiwe operation. Sisi tumeona hivi hamna, tuweze mpaka mtoto aweze kufikisha mpaka mwaka mmoja. Kwa maana mtoto anahangaika halali. Yaani kunyonya tu, akishanyonya tu unakuta ananyonya huko analia, unakuta huko ananyonya huko analia. Mtoto yani hakui muda wote tu ni kulia, na changamoto kubwa sana. Alizaliwa huko vijijini huko Mishamu, ndio tulijifunguaga, ambulance kanijia. Alizaliwa tarehe 14 mwezi wa 8 2025. Madaktari wamepambana sana, ila nawashukuru madaktari wamenipambania mpaka sasa bado wananipambania. Naomba Watanzania wanisaidie kwa hili jambo. Sina hela, sina chochote kile. Mama yangu amepambana sana, mwanaume ndio hivyo. Ashughulishi chochote kile. Mama yangu anapambana sana mpaka sasa bado anapambana sana. Ameshauza kila kitu. Mpaka sasa anaomba msaada kwa watu, wamsaidie tumpeleke mtoto huko Mbeya aende akafanywe matibabu. Okay, sawa. Na pesa ya kwenda huko Mbeya ni shilingi ngapi? 2 milioni. Okay. Sawa. Labda tangu changamoto hiyo imeanza, kwa namna ambavyo umejaribu kumshirikisha kwa maana ya mzazi baba, majibu yake yamekuaje? Labda Yaani majibu yapo tofauti sana. Yaani tangia tu mtoto azaliwa na changamoto hiyo. Yaani ilifikia stage mpaka pale hospitalini wakawa wananipa chakula. Nakula hapo hapo. Wananionea huruma, mama mwenyewe anakuona ameshapambana sopo. Mwanaume ukimpigia simu anakuambia sina hela, anafunga na simu anakuwa hapatikani. Madaktari wamepambana sana, walikuwa wananionea hadi huruma. Wananipa hadi chakula pale pale nakula. Ombi langu, naombeni Watanzania wanisaidie mtoto wangu nimpeleke huko Mbeya akatibiwe apone. Naombeni tu ushirikiano wao. Mimi kwa jina naitwa Veronica Musa. Mimi ndio bibi wa huyu mtoto. Mimi nimeanza kupambana naye toka mwezi wa 8. Hospitali ya Rufaa, nawashukuru madaktari kwa kumpambania mjukuu wangu alivyompambania mpaka saa hizi. Nasema asante. Lakini ombi langu kwa Watanzania, naomba wanisaidie kwa huyu mtoto. Kwa sababu huyu mtoto amezaliwa na changamoto ya utumbo wote uko nje. Na mpaka saa hizi mimi sina hata kitu chochote, nishauza kila kitu. Kwa ndo maana naomba Watanzania wenzangu wanisaidie kufuatana na jinsi ambavyo ninavyopitia changamoto hii ninayoipitia. Hata ambaye akiangalia linamgusa tu. Sababu na mwenyewe ni mzazi. Mtoto akinyea mkono uwezo kaukata. Kwa sababu ni binti yangu, mabinti wanabadilika, unapomuelewesha anakuwa haelewi. Ila kinachomkuta unashindwa mzazi kuelewa, unasema ngoja nimpokee tu, ni mtoto wangu. Kwa hiyo mimi nimeamua kwa ajili ya kusema nisaidie huyu mtoto. Kwa sababu mimi nina imani ambayo nasali. Ni alasi sana na changamoto ni nyingi ninazopitia kwa sababu sehemu nyingi ambako napita. Mimi ni mkulima. Mimi waga nalima. Kwa mpaka mwaka huu bado sijalima hata kitu chochote, na maana saa hizi kila kitu nishamaliza, watoto wangu wanaishi kwa shida hivyo hivyo. Kwa sababu kila kitu nishamaliza kwa ajili ya huyu mjukuu. Kwa jina naitwa Desideri Prospero Lusambo. Ni mkazi wa kata ya Misunkumiro.
mtaa wa Mtemibeda, na kwa juhudi za msaada kama serikali ya mtaa ilifanya juhudi kwa sehemu tukishirikiana wote, lakini pia katika juhudi hizo tulifika mahali nguvu zetu zikawa zimeisha kama serikali ya mtaa, kama viongozi wote wa serikali ya mtaa, na tunawashukuru pia madaktari ambao kwa njia nyingine wamefanya kwa sehemu kubwa kufanikisha uhai wa huyu mtoto mpaka leo uko hapa. Mpaka leo yuko hapa huyu mtoto tunamuona. Hivyo basi tunaomba sasa kwa niaba ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa pamoja na wajumbe wake wote, hivyo tunaomba serikali, taasisi za kiserikali, taasisi zisizo za kiserikali basi ziguswe kwa ajili ya kumsaidia mtoto huyu ili ipatikane fedha ya kumpeleka rufaa Mbeya.